Kwa jina naitwa Mhandisi Suleiman Bishanga, ni meneja wa TANROADS mkoa wa Mbeya. Hapa tulikosimama panaitwa Songwe, ambako tuko karibu kabisa na mpakani mwa mkoa wa Songwe. Ni moja ya eneo ambalo lilikuwa na changamoto ya daraja, kwa maana kama mnavyoona mji huu wote wakati wa mvua maji yalikuwa yanafurika kutokana na daraja tulilokuwa nalo dogo. Lakini pamoja na hali ya kipande cha barabara, eneo hili ilikuwa sio nzuri sana. Na kwa nini nasema tumshukuru Mheshimiwa Rais? Baada ya kuwa amewasiliana na wizara kupitia TANROADS, tayari serikali ilitenga fedha kwa ajili ya kurekebisha maeneo haya, na tunavyofahamu barabara hii ni barabara ambayo ni muhimu kwa serikali lakini na watumiaji wa barabara hii. Sasa kipande hiki tumekikagua na ugeni kutoka makao makuu ambao wanafuatilia juu ya fedha ambazo zimeletwa kwa ajili ya kuondoa changamoto ya maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yameathiriwa na mvua za El Nino mwaka jana, na zaidi ya bilioni 9 zimetumika hapa kwa ajili ya kuweka hili daraja la mita 40 ukilinganisha na daraja la awali ambalo lilikuwa ni mita 4 tu, lakini unaweza kaona ni zaidi ya mita 40 zimewekwa kwa ajili ya kutoa changamoto ya maji ambayo ilikuwa eneo hili. Na hizo bilioni 9 zimehusisha daraja lenyewe, lakini pia tumeweka hizi taa mnazoziona, zaidi ya taa 40 zimewekwa kwenye eneo hili, lakini na kutengeneza maingilio ya barabara zaidi ya kilomita 1. Eneo hili mnaliona lilivyokaa likapendeza na limeweza kupangwa kuanzia mwanzo mpaka kuja juu, kwa maana zile tabaka za awali zote za barabara mpaka kuja tabaka za juu kwa ajili ya lami. Hapa lami tumeweka zaidi ya layer 3, ambazo layer ya kwanza ina zaidi ya sentimita 25 na layer ya pili na sentimita 19 na layer ya mwisho itakuwa na sentimita 12.5. Lami hii iliyotumika hapa kwa design tunaita ni super pave, moja ya barabara ambayo ina ubora wa hali ya juu, kwa maana ya kuweza kuhimili mazingira yote ya uzito, lakini na mazingira ya kimazingira kwa maana ya environmental. Wananchi wa hapa lakini na watumiaji wa barabara hii wamefaidika sana na eneo hili, kwa maana tumeajiri zaidi ya wafanyakazi wa Kitanzania kwa eneo hili na wapungui 200 kwenda 500, lakini mainjinia wazawa kama sisi tumejivunia kwa maana tumeweza kupata knowledge ya usimamizi wa mradi mkubwa kama huu, kwa maana consultant aliyekuwa na hudumu hapa ni Teku kutoka TANROADS, na mimi mwenyewe nayozungumza ndo nilikuwa project manager wa mradi huu. Hadi tunavyozungumza sasa hivi tumeanza kuifungulia barabara watu waanze kutumia, lakini tunaona kwa namna ya mwitikio wa wananchi kuona kwamba zile changamoto ambazo tunaenda kuzitoa kwenye barabara hii ya Igawa kuja Tunduma ni kwa asilimia kubwa sasa tunaanza kuzitatua. Tunashukuru serikali kwa ajili ya mradi huu wa ujenzi wa daraja, kwani kabla ya ujenzi wa daraja hili tulikuwa tunakumbwa na changamoto ya mafuriko ya maji, ambayo yalikuwa hayo maji yanashindwa kupita kwenye tundu ambalo lilikuwa ni dogo, karavati la kwanza. Lakini tuna imani kwamba baada ya ujenzi wa daraja hili mafuriko haya hayataweza kupatikana tena. Kwa jina naitwa Mhandisi Emmanuel Tangare, ni namwakilisha mhandisi mshauri wa Teku Engineer Mwandambo. Lakini nimekuja kwa ajili ya hatua ya substantial completion ambao huu mradi wa Songwe Bridge, ambalo ni daraja ambalo lilikuwa linajengwa kwa ufadhili wa fedha za Benki ya Dunia, na daraja lenyewe lilikuwa na mita 40, lakini pia ilikuwa na maingilio ya mita 400 upande mmoja na upande wa pili mita 400, kwa jumla kama mita 800. Kiuhalisia wamefanya kazi vizuri kuzingatia viwango ambavyo wamepewa katika design. Kwa kweli wamefanya kazi ambayo ni nzuri na wameenda kwa wakati, na kiuhalisia kazi ambazo zimebaki ni ndogo ambazo kwa ajili ya protection works, lakini asilimia kubwa zimekamilika, na ukiangalia paka wameshaweka taa kama mnavyoziona na zinafanya kazi usiku. Hili ni lango kubwa la kiuchumi Tanzam Highway ambayo inafungua uchumi kati ya Dar es Salaam na Tunduma, lakini umuhimu wa hili daraja ni muhimu sana kulingana na ile lango la kiuchumi
ambao Tanzam Highway ndio corridor ambayo uchumi mkubwa kwenda kwenye nchi za Zambia na Kongo wanategemea sana barabara hii ya Tanzam Highway. Kwa hiyo kukamilika kwa daraja hili itakuwa ni uchocheo kubwa sana wa kiuchumi katika biashara kuu ya Tanzania na nchi jirani. Kama mnavyoona hata transporter wenyewe nao watakuwa wamefurahi sana. Luckily, we are finished this project within the contractor time, within 1 year. So thanks for the support from the regional manager, and thanks for the support for the resident engineer, which is also from regional manager office. Finally, we get the final stage, and we will try our best to maintain the name of Chico. So God bless Tanzania. Pongezi zinastahiki kwa wasimamizi pamoja na kandarasi kwa kukamilisha mradi huu kwa wakati. Mradi huu kwa wananchi utasaidia kuondokana na adha ya mafuriko ambayo ilikuwa katika eneo hili. Ukumbuke kwamba miaka ya nyuma maji yalikuwa yanapita juu ya barabara katika eneo hili, lakini serikali ya Tanzania kupitia TANROADS iliona changamoto hiyo ikaitatua na ikaamua kujenga daraja la mita 40. Wito wangu kwanza kwa ajili ya kutufikia hizi taa ambazo zinatusaidia sana, tutakuwa walinzi pia, kama mimi nikiwa mwenyekiti wa kitongoji hiki ambaye ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama katika kitongoji hiki, na pia niko na mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwenye kamati kuu, na mimi nikiwa katibu wake pia katika kijiji hiki. Kwa hiyo tutashirikiana kuhakikisha miundombinu hii tunailinda kwa hali na mali na uharibifu hautajitokeza, maana ni kitu ambacho kimekuja kutusaidia sisi wenyewe. Tutashirikiana na wananchi wote kwa pamoja.